Katika familia yetu tunajishughulisha hasa shughuli za kilimo kwa ajili ya uzalishaji, kwa ajili ya kipato ya familia. Katika muungano wetu wa Mpingu Group kuna vikundi 10. Vikundi 10 ambayo tunakutana kwa kila wiki, lakini kila kundi linakutana kwa siku zao tofauti. Na pia kuna siku maalum ya kukutana kwa mara moja kwa mwezi kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali kutoka kwenye vikundi. Na mtazamo wetu wa baadaye ni kuweka kila mwanachama shilingi 3,000 kwa ajili ya mfuko wa elimu. Kwa sababu kuna watu ambao katika familia zao wanashindwa kupeleka watoto shule. Kwa hiyo lengo la mfuko huo ni kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao watashindwa labda kwa muda wakati wa kupeleka watoto shule watakuwa hawana fedha, tutakuwa tunawakopesha ule mfuko, baadaye wakipata fedha wanarudisha bila riba. Mikakati ingine ambayo tumejiwekea, tunataka hapo baadaye kama tutapata wadau mbalimbali tuweze kujenga godown ili tuweze kupunguza gharama za ukodishaji wa nyumba za watu. Kwa sasa tumenunua kilo 5,000 na tumeshazisafirisha. Utaratibu ambao tunautumia ni kuandikiwa cheki na kuingiza fedha benki. Alafu mkataba ambayo tumewekeana ni kupanda na kushuka kwa bei, kwamba tukubaliane na hali iliyopo. Na mkataba mwingine ni kwamba kama mazao yatakuwa sio mazuri, hayajafanywa usafi, basi kutakuwa na faini ya shilingi 5,000. Kitu ambacho tumefanya ili watu ambao sio wanachama wahamasike, kwamba katika kikao cha muungano tulikubaliana kwamba kila mwanachama aende akamweleze jirani yake kwamba kuna soko tumelifungua kama kikundi, lakini lengo la soko hiyo sio kupata faida kubwa. Lengo letu ni kuwakomboa wakulima ambao wanauza mazao kwa walanguzi kwa bei ya chini na wanapata hasara. Kwa hiyo kila mwanachama alikuja na watu kama 2 au 3. Matarajio yao ni kwamba watakuwa na soko la uhakika. Kwamba kitu kingine ambacho wanatarajia kwamba sasa wameshapata uzoefu wa kwenda kuuza hata mazao. Kwa kipindi hiki msaada tuliopata ni kusaidiwa kutafutiwa masoko na kuelekezwa shughuli mbalimbali za kufanya, namna ya kuzungumza na wanunuzi. Na matarajio yangu mimi kama mwenyekiti ni kwamba wanachama wataongezeka, kwa sababu katika hali hii wanachama wengi wamehamasika, walikuwa wanataka kujiunga, lakini nikawaambia subirini kwanza tumalize hizo zoezi, kwa sababu kuna mikataba tutafunga kwa wanachama watakao ingia nyuma kwenye kikundi chetu. Pia kuna fedha watachangia, kwa sababu wanachama waliotangulia wameshafanya vitu vingi. Na pia mimi nilikuwa naomba shirika la World Vision Tanzania basi waendelee kutuunga mkono kama walivyotuunga mkono kwa sasa. Wasije wakatuacha njiani, kwa sababu bado sisi ni wachanga. Masoko mbalimbali ya mazao hatujazoea. Pia nilikuwa naomba waendelee kutupa uzoefu, watutafutie wadau mbalimbali ambao wanaweza wakafanya kikundi chetu kikaendelea zaidi na kikaongeza wanachama zaidi. Pia mimi ningependa mwishoni, baada ya mazungumzo yangu, napenda kushukuru shirika. Kwa kweli mchango wao ni mkubwa na ni mzuri na ambao unatia moyo katika umoja wetu. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa shughuli mlizofanya, na pia ninawapa pole nyingi wawezeshaji wote kwa kuacha majukumu yao mengine kwa kutusaidia sisi muda mwingi tunakuwa nao. Kwa kweli haijawahi kutokea, mimi niseme.